Nakukaribisha kwenye matangazo yetu ya saa sita saa za Afrika Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasuma Rajab Wakili Kabonga kutoka DRC. Tuko tarehe 5 za mwezi wa 12 2025. Nafikiri ni wakati mzuri ambako watu tunaungana wote kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuendeleza harakati zile ambazo ziko zinaendelea. Ili kwa kuanza kupata habari zetu za moto, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. So like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Najua ni wakati mzuri na wakati sahihi kabisa. Kwanza mambo ambayo tutakwenda kuyajadili kwa mapana na kwa marefu zaidi ni hili swala la Katogota pamoja na Kamanyola. Watu wako na kuwa na confusion. Kuna confusion ya watu wako wanajiweka ndani. Na nitaanza kwanza kuzungumzia hili hapa kabla ya kuambia masuala ya Operation Saidia Mzalendo. Mimi nilikuwa Katogota na macho yangu. Sawa? Licha ya kwamba haijaruhusiwa mtu kuingia ndani. Sio tunaelewana pale. Ingali zone yenye iko mu operation. Mabombe zingali zinalia, zingali zinaanguka. Nakwambia tulikuwa tuko pale, bombe ziko zinatoka ngambo yetu zinaenda ngambo ya M23 mpaka Bugarama. Unaona kitu kinye mnatakiwa kujua ni hii hapa. Serikali ya Kigali haiwezi kusema kwamba biko napata perte ya asara ya mabomu ambayo tu tunapiga. Hawezi kusema vile. Ushelewa? Lakini kuna watu ambao wako wanaanza kukritiki na kuanza ku minimize kazi maeforo ambazo watu wako wanazifanya. Sasa c'est pas bon. So, gere ya M23 iko wazi. Lengo lao kubwa ni kutaka kusabote maeforo zote zenye tuko tunatumikisha. Mimi niko pale. Wewe siwezi kuongea na wewe kitu kimisi sikuona hapana. Na hivi niko naingia Mudaka, niingie Kabare. Ushelewa? Kwa hiyo huwa nasikiliza taarifa kutoka haya. Nitakuletea sasa fact kwa nini huwa nasikia mara Kamanyola. Hakuna soda wa M23 mwenye iko Mkamanyola. Sawa. So, ingelikuwa sema M23 iko Mkamanyola. Achana na hii video yenye huko unaona ya huyu Kiwelewele mwenye Swandiza chef de cité wa Kamanyola. Achana na huyu Kiwelewele. Hivi tu kimwangalia kisi iko naongea, au kama iko anakuwa ni mtu mwenye iko na boga na wasiwasi. Na ingelikuwa aseme yeye ni authority mwenye iko pale. Kama mbele yake nyuma yake unaona kuko ba M23. Asingekuwa raia tu yepeke ndio iko na filme. Lazima ingekuwa iko si security na ba M23. Ushelewa? Donc ni hivi. M23 wanajificha kuminoteri ile ya Kantitima huku wakivula mateni. M23 biko kumpaka ya Bugarama ukilalo. Ushelewa? Ile maramforo yabo, ile magari yabo yote si walikina mashale komba simliziona. Biko na mashale komba hapa hata zote zilienda Rwanda. Banazificha kule. Sasa biko banasubiria nini? Moto yenye iko inatoka huku kwetu. Ushelewa? Lakini musite uzunguke Msange, ukutane Mkamanyola, ukutane na M23, hutomona. Sasa game ilichezeka sijui ni lazimika tu kukwambia, nilikuwa sitaki kukwambia gisi tulifanya kwa sababu ya ulinzi. Sababu ya ulinzi wa kazi. Unaona hata gisi hii operation ilianza ya kuatake kule. Watu wengi hawakuwa wanajua. Sawa, watu wengi hawakuwa wanajua, hata muarme walikuwa wajui. Na ndio maana unaona perte yenye balipata ilikuwa ni kubwa juu, hawakupewa taarifa mapema. Wane tunataka kuya, kwa hiyo mjengue kidogo. Ilikuwa ni surprise moja yenye hawakutegemea, na ndio maana walikungutika moyo bala. Sawa. Sasa kwa kusema kwamba nisikuchoshe sana. Sisi unaona kama kunaenda Kamanyola, unatokea Katogota, unavuka kilalo.
D'ailleurs kwanza hii video ya huyu chef de system mwenye anabambia kwamba iko kukilalo ya Kamanyola. Iko ndo ngambo ya Kamanyola, haiko ngambo ya huku. Hii ngambo yetu ya Katogota. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua nini kinafanyika. Unaona pia kwenye alikuwa kunasimama ile maeneo yote ya pori ya Kamanyola kuanzia juu kule Monima, chini kule kote kwenda mpaka kule maeneo ya Mambuti, sawa? Ndugu zangu, hakuna raia mwenye iko natembelea kule. Kwa nini? Ile tere yote iko na mamine. Sawa? Tere yote iko na mamine. Kwa hiyo hatuwezi enda kichwa tu kupita pale hadi tuende na pale kumonima. Si hapa kumonima tupige nono. Donc ewe balikuya avec stratégie, wanajua kwamba hapa kuko mine, hapa kuko hivi, hapa kuko hivi. Nono. Na ingilikuwa kwamba biko na kontrole ya Kamanyola. Kama tungeona ba M23 biko na chef de cité wabo pale Kamanyola na wanafanya ile wanafanya pale Kamanyola. Lakini sie tulipita upande wa Yulu. Waza walipita upande wa Yulu. D'ailleurs kwa kuwapa tu taarifa yenye iko wazi ni kwamba haikuwa prevu. Sawa? No. Haikuwa prevu tuingie hivi haraka Mkamanyola. Non, c'était prévu après ratissage. Kuanzia kama masamedi hivi ya masamedi ndo watu wangeenda sasa Kamanyola. Na ndo taarifa ambazo nilikuja niko nazo kutoka kule. Kuanzia masamedi dimanche ndo armée sasa itatangaza officiellement kureprendre Kamanyola. Unaona? Lakini kwa sasa hivi kwanza tungali mwile ratissage. Na hivyo venye huko unaona mabombe zinaenda ndo hiyo ratissage yenye iko inafanyika. Adui haiko tena Mkamanyola. Sawa. Unaona vita ni kitu moja yenye watu hawezi kuamini. Watu hawa wanapendaga tu ile wanaenda wanasema haya tunaganye, lakini vita ni mipangilio ingine. Vita ni shughuli nyingine yenye inahitaji mbinu na akili za hali ya juu. Hivi unajua mzee William Mamule Kutumba iko wapi? Iko ligne de front. Unajua mzee Makanaki iko wapi? Iko ligne de front. Wakamama wote wako ligne de front. Unafikiri hapa Kamanyola panashindikana? Kwa mawazo yako tu gisu uko unafikiri kwamba hapa Kamanyola panashindikana? Hapa shindikani. Kwa hiyo kiufupi, fuata maneno yangu mimi nakwambia. Tukisema tuko Kamanyola na maanisha kweli tuko ndani ya Kamanyola. Kinachosubiriwa hapa ni kufanya ratissage, ni kufanya hii ambayo tunaita kusafisha miji. Hapo kusafisha miji, watu wataitwa waende washuhudie kazi ambayo imefanywa na serikali pamoja na wazalendo na jeshi letu la Burundi. Umeelewa? Kwa hiyo watu wasiwapachike maneno, watu wasiwadanganye, mko natudanganya Kamanyola iko hakuna. Na kama kuna mabadiliko yote ambayo yatatokea, basi mimi nitakuleteeni mabadiliko yote ambayo yatafanyika. Sababu niko hapa na niko nafika kule muda wote na niko na taarifa zote muda wote. Tuko na watu ambao wako ndani ya Kamanyola. Wanakuambia hatuoni M23 Mkamanyola. Umeelewa? Hatuoni M23 Mkamanyola. Tunajua kwenye wanajifichia. Tunajua kwamba wanajificha. So ni mambo tu ya kwenda nayo taratibu kulingana na nyakati ambazo ziko zinakuja na kila kitu kitanyooka kama inavyohitajika kiweze kunyoka. So ndo hayo ambayo nitaka nikwambie kuhusiana kwanza na Katogota pamoja na Kamanyola. Kwa kukurasire kwa asilimia kubwa Katogota yote iko mu mikono yetu. Hiyo kwanza ni jambo moja ambalo na kuwekea kwa asilimia kubwa. Katogota yote iko mu mikono yetu. Vile vile hii kote ya huku kwetu ni kote yenye iko MP tofauti na magambo zingine. Sawa? Unajua huku kwetu M23 inajua bieki iko na afere na banani. Kwa hiyo haiwezi kaa sehemu hivi kichwa hapana.
Kwa hiyo wakikaa sehemu wanahakikisha kwamba wanazingira sehemu yote mabomu. Siku niko naeleweka hapo. Wanamake sure wanazingira sehemu zote mabomu. Mimi nimeshia kumlango wa Katogota, wananiambia hapana, journalist size hawezi ingia kule. Haoni kisi tungali tunatupiana na mabombe. Haya, mrudie tutabaita entre samedi dimanche. Imekuwa size kwanza hamwezi ingia kule. Sasa mtu mwenye iko haki wapi iko najishibia kibugali na kabuchungu au bugali yake na mikibuka kama iko Kalemi, nakwambia hapana Kamanyola iko mikono ya M23, Katogota iko mikono ya M23. Haya, kama utamsikiliza msikilize, lakini yeye amba mimi niko nakwambia ndio mwenye niko kwenye uwanja wa vita na nakupa hizo taarifa moja kwa moja kutoka maeneo ya jirani tu na Katogota. So kwa hiyo tuwe tunapeana nafasi na kuwa support ndugu zetu ambao wako wanapigana. Ile ni kuwavunja moyo. Hivi unajua ni vikosi vingapi ambavyo viko vinaenda kule? Papa, ni ile hatupendi kuwa na filmi kila kitu. Yeah. Huko unaona maraforo za M23 wasema wanakuja tena. Magari zilipita hapa mwepeke mko hesabia 1 2 3 25 leo ziko. Nakwambia hapa kulipotea Mnyarwanda. Wewe sikia tu. Usikie tu. Mnyarwanda mwenye alipotea hapa usikie tu. Tulikota ba ofisier batano ba RDF. 5 ofisier. Hivi ni Kishasa, Ndolo. 5 ofisier ba RDF. Ndio kamato. Kutokea Rwanda. Hapa pakatogota tu hapa. Unaona? Kwa hiyo ni mambo ambayo kila Kongole anatakiwa asimame na aweze kuungana na wakongomani wengine, sisi wote kwa pamoja kwa lengo moja, kusema kwamba tusaidie nchi yetu tuifikishe mbele, tupambane na M23. Nichukua nafasi hii pia niwaambie kwamba operation yetu Saidia Mzalendo bado inaendelea. Ndugu zangu, kama mmeona nimewataja watu ambao wameshiriki katika hii operation, ni kwa sababu ya wao ndo wametaka iwe hivyo. Na kwa nini? Unajua, nataka nitoe tu kaangalizo kidogo kwa ndugu zangu. Kuna watu ambao wanaweza wakafanya mchango wao, ndio wako watu 10, 12, 5, 7. Wanampa mtu mmoja, bwana kamata hii, wewe mpelekee mzee wangu wa Suma, mtumie mzee wangu wa Suma. Sawa. Yule mtu anatumia mzee wangu wa Suma. Bwana mzee wangu wa Suma, kuna hii hapa sisi huku hivi tumefanya hivi na kwa hiyo hapa iende kwa ndugu zetu. Okay, sawa. Papa Mubimba anapokea ile kitu. Sambani mimi. Sasa wale wengine wanataka kujiuliza, eske ndugu yetu alimtumia mzee wangu wa Suma ama hakumtumia? Sasa ili waweze kupata uhakika kwamba mzee wangu wa Suma amepokea, ewan ututaje kule kwamba mzigo huu hapo umefika, ndio ile. Sasa mimi nafanyaje? Unaona? Si peki wa Kongole tuko tuna imana confiance. Shelo. Mwenzetu biko nafanya michango kila siku na tuko tunasikia kwamba biko banatajana kwamba fulani alichangia hiki fulani hapa, lakini wako wanachanga kila siku. Unaona? Nasema hivi kwa sababu kuna ndugu yetu mmoja ambaye amesoma comment yake, amezungumza hivyo kwamba bwana usio unataja watu wanaochangia ni wao ndio wametaka mzee wangu wa Suma aweze kuzungumza hivyo, ndio maana pia nimezungumza hivyo. Nafikiri wakati mwingine tutajua jinsi ya kuwa na bebana. Ni hayo machache ambayo nilitaka nizungumzie. Tukichukulia swala la operation Saidia Mzalendo, ndugu zangu, operation bado iko inaendelea na tunahitaji wote kwa pamoja tushirikiane. Huu ni wakati sawa, huu ni wakati sahihi kabisa wa kusema tuendelee kurenforce ndugu zetu kule ambao wako kwenye uwanja wa vita. Lakini wacha niko nafikiria kingine kikubwa ni kufanya jambo kubwa. Ndugu yangu ambaye tumewasiliana naye, yeye apendagi kuweza kutajwa. Ni vema kukodisha gari, tuweke maunga ndani kwa sababu selo njia moja ama nyingine
itabidi maunga ndani, madagaa, manini, mafuta, gari zote zinapeleka kule. Kwa hiyo bado tunahitaji ushirikiano wenu. Unaona? Tunahitaji ushirikiano wenu. Tuungane wote kwa pamoja juu tuweze kukamilisha hizi swala za ndugu zetu waendelee kupata misaada kutoka kwa ndugu zao ambao wanaokubali na wenye kuwa na imani nao dhidi ya M23. Mikataba ambayo imesainiwa Washington, Rais Felix ameonekana kuwa kipenzi sana cha Donald Trump. Donald Trump amekuwa yuko karibu sana na Felix na ameweza kumuonesha respect ya kipekee ambayo Trump amemuonesha rais wa nchi bwana Felix Antoine Tshisekedi. Kwa hiyo tutaungana na ndugu yetu Amadi ili tuweze tukumsikia Mwinyi anasema nini, kwa sababu tulimsikia kwenye habari zetu za moto za asubuhi aligusia kidogo, lakini Mwinyi ana mambo mengine mengi ambayo tutakwenda kusikia kwa dakika chache hapa ili tujue nini ambacho kinafanyika. Hii ambayo ni Baraka1 TV na tuungane na Mwinyi moja kwa moja. Bado mtandao haujakaa vizuri. Karibu sana bwana Mwinyi. Asante tangu. Bwana, naona kama mtandao unasumbua, lakini sio mbaya, tutavumiliana hivyo. Hali ikoje kwanza kule sasa hivi Marekani? Tangu hali sio mbaya. Hali sio mbaya. Nimepokea rais wa Kenya, nimempokea rais wa Burundi, nimempokea rais wa Kongo, nimempokea Napokea president ni wa Uganda, lakini rais atakuwa huyu ndio ile dakika atakiwa haje yenyewe na mama hawa ni walikuwa na sana. Tumempea rais wa na rais wa Togo kama Togo ya hawa ndo marais nilipokea kwa ujumla. Na hawa wote ni mkoro wa Kongo. Eske ujio wao kule unahisi kwamba kwanza na hotuba ya mwenyeji Donald Trump amehakikisha kwamba hii vita yeye anakwenda kuimaliza. Katika speech yake ya Donald Trump unahisi kwamba atatekeleza kile ambacho amekizungumza? Kwa kweli hotuba ya Trump matumaini yote ameshawahi kumea au anakufa hicho kitu au hawataki hicho kitu. Wakongomani wanauawa hawa. Ametaja rasmi vita imechukua muda. Hii
na sisi wote hapa na wakina Rais Ndayishimiye, muda mrefu Rais Ndayishimiye amemsifu karibu miaka 30 years, miaka 30, mamilioni wao Kongo. Rais ametamka rasmi mamilioni wameuawa, tofauti na vile kwa Rais Tshisekedi tamka, hawa wengine wanapinga. Sasa uzuri yao mwenye kuwafuga hawa Ufaransa na Wamarekani juu kiboko yao ndo ametamka, na yeye ameuwa hiyo Kimasai na Wasia ametaka na amesema vita naenda kufikia mwisho. Hii nasema hivyo masharti kwa Ukraine hii sio mimi ahidi. Kwa hiyo kama utaka masharti yangu basi na waachia watu wa Europe na pambane na Putin. Hivyo na Kongo amefungwa rasmi ifikie mwisho. Hakuna cha wanavyodai wenye Rwanda sema walienda kusaini mkataba wa madini. Imekuwa imeandikwa pale mkataba huko na saini pale ni peace, amani. Hawa jamaa kwa kugeuka mkataba ulikuwa mkataba wa ya Kongo na angoja madini anafuata jina Kongo. Na kwa hiyo ni amani na tumeweka matumaini kidogo, ila tusubiri vitendo. Ili tuone vitendo, sababu kuna sema tuone itakuwa embe ventura tena tuone kaya alikuja naona mtandao kweli hauko vizuri. Na kutokana na hali ambayo iko inaendelea, mtandao unasumbua, lakini tutajaribu kuona jinsi ya kurekebisha ili mambo yaweze kukaa vizuri sana. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameonekana ni rafiki mwema sana kwa DRC. Amekuwa akishirikiana bega kwa bega na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba huu mkataba wa Washington utakuwa na faida kubwa, kwa sababu majeshi ya Rwanda yameamrishwa yaweze kuondoka mara moja. Na ulikuwa unasikiliza matangazo yetu kutoka DRC kwa pia na ndugu yetu mchambuzi wetu Bwana Amade Mwinyi kwenye mambo mbalimbali baada ya kumisi kwa takriban wiki moja hivyo. Na siku hizi mtandao tunakuwa unasumbua, ndio maana unaona mambo yanakuwa hayatoki vile ambavyo yanastahili yanatoka. Tukutane majira ya saa 9. Saa 9 tutakuwa tuna mengi ya kugusia kutoka kwenye uwanja wa vita, kutoka Mudaka, kutoka maeneo ya Kaziba, pia kutoka milima pia ya nyanja ya juu kama Nyola, Katogota. Hali ikoje? Wazalendo wanajiranforce vipi na M23 kuna position gani? Mwache hiyo marafori yenye iko nakuya, mwache zikuye tu. Mwache zikuye, sio ambie kwamba mbolea kama zinakuja hacha zije. Tunajua wapi kwenye tutazipeleka. So tukutane majira ya saa 9.